Na ikiwa ni hivyo sasa, ipendekezwe kwa ngazi za juu. Na ndio utaratibu wa kanisa. Ikikubaliwa ni hivyo. Hiki ni kikao maalum kilichohusisha mabaraza mbalimbali za makanisa za Waadventista wa Sabato hapa mjini Goma, wachungaji wote wa field ya Kivu ya Kati, wawakilishi wa washiriki kutoka nje ya mji wa Goma, hata na wale wachungaji wastaafu, wazee wa makanisa katika mji wa Goma, na wale wakuu viongozi wa shule mbalimbali katika field ya Kivu ya Kati, waimbaji na hali kadhalika. Shabaha ya kikao hiki ni kwa ajili ya kujifunza pamoja namna ya kugawa field ya Kivu ya Kati kwa ajili ya kupanua kazi ya Mungu, lakini pia ukaguzi umeendeshwa na waongozi wa Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo NECUM. Ukaguzi katika mahali pamoja katika mafildi mbalimbali ili tuchunguze kazi kweli kufuatana na kazi ambayo imekuwa kubwa, tuweze tukagawa mara 2 au mara 3 au katika mahali pamoja tunaweza hata tukashimika hii sio au vile. Tumekagua NKF Butembo, tumekagua na Kibalituri, Bunia na Iziro, na kwa mwisho sasa tuko hapa. Ndio maana tulimhitaji Mchungaji Chusa Kahindo, kiongozi mpya wa Union ya NECUM, amesisitiza pia kwa ajili ya kazi ya pamoja. Hata ni wajuzi ya kuwa hakuna uongozi bila ushiriki. Mjajue sana. Ndio maana niliwahitaji wazee, wale pamoja na wachungaji wao tupate kuzungumzia jambo ambalo tutalizungumzia leo. Tangu wazee wa kanisa, viongozi wa wilaya, viongozi wa mastasio, viongozi wa field, hizi siri 3. Mungu atusaidie ziwe zetu. Amen. Elikana Kerosi ni mhazini wa Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo, anena kuwa yote watakayoyaendesha ni kuendana na utaratibu wa vitabu vya kanisa. Wakati sisi tunapozungumza, muweze kuelewa ya kwamba kunao utaratibu. Na utaratibu huo ndio umetufanya sisi tunakuja kwenu tuwasikilize. Policy hii ya kanisa haifichi, iko wazi. Inatupatia utaratibu wote, tukiukamilisha sisi hatuna shida. Waliohudhuria kwenye kikao hiki wametoa maoni yafuatayo. Shamba letu la Kivu Central Fields imekuwa shamba kubwa kabisa na inatubidi tuigawe. Wametuambia inatubidi tuwe watu ambao tutajitoshelea, tutaweza lisha wachungaji, tutaweza pokea wageni, tutaweza jenga ofisi mapya kwa nguvu zetu sisi binafsi bila kutegemea watu wengine. Washiriki wawe na umoja. Wanapokuwa na umoja wataweza kuendelesha kazi zaidi. Ya pili ni washiriki. Tutakuwa tunajua kile territory inaweza kuwa na washiriki ngapi na pato yao ni pato ya aina gani. Pia ikiwa wataweza kusupport watumikaji kimakao, manyumba ya watumikaji, manyumba ya field zile zitakazogaburiwa zinaweza kupatikana wapi? Maswali na mapendekezo mbalimbali yametolewa kutoka kwa mkutano na yote yameshughulikiwa na wahusika. Nikikuhabarisha kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi na Shukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania.